Kwa hiyo tu kwamba wanasomea, lakini hata kwenda kuchambua pia wako vizuri. Lakini Steven Becker atakuwa na faida kwa sababu kuna michuano ya Mapinduzi inaanza mapema. Ataenda kuwaona wachezaji, na Simba wako kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi, Yanga wako kule. Yanga wana wachezaji wengi sana ambao pia wapo kwenye Kombe la Mapinduzi. Simba pia wana wachezaji wengi sana ambao wako, kina Mpanzu, lakini kwa Yanga kuna Pakome, unaona bana, kina Msheri, wengi sana, kina Maxim pia Zengeli. Ukiangalia ile squad ya Yanga 90% ipo pale Mapinduzi kuliko Simba. Simba wachezaji wao wengi wameenda kimataifa kwenye michuano ya AFCON. Lakini Yanga wana wachezaji wao wachache wameenda kwenye timu ya taifa, lakini wengine pia wameenda kwenye mataifa yao. So nafikiri itakuwa ni mwanzo mzuri pia kwenye Kombe la Mapinduzi kuona kwamba nani ambaye msimu huu ana direction nzuri ya kwenda kuchukua ubingwa. Kwa sababu ukicheza vizuri kwenye michuano ya Mapinduzi ukichukua kombe, inaleta taswira nzuri kwa sababu pia mtani wako yuko kule. Lakini kingine itampa faida kocha Steven Becker kuona wachezaji wake, kujua namna gani ana inject mifumo yake kabla Januari haijafika kwenda kwenye michuano ya CAF dhidi ya Esperance Sportive de Tunis, lakini pia ile ya tarehe 30 katika uwanja wa Mkapa. So ni muda mzuri wa kusoma kikosi chao. Lakini pia mashabiki wa Simba sasa, wale ambao walikuwa wanakaa nyumbani, naona sasa wataanza kwenda uwanjani kwa sababu wanajua kwamba tumemzima mtani kwa muda, hazungumzi. Kwa hiyo hakuna tena, unajua nini? Hakuna comeback kwa sababu hii comeback package itokee tena. Kwa hiyo mashabiki wa Simba watatamba, mwaka unaisha. Watatamba inawezekana mwakani tena. Na muda wote tokea mapumziko kufungwa kwa Yanga. Pengine leo hii nasema kwamba tukifungwa ilikuwa mara 7 mfululizo. Ingekuwa baya, na niliandika kwamba wakifungwa wanaweza wakalia sana kwa sababu wanafungwa ile timu ile kabisa alafu wanafungwa kwa mashabiki. Kwa hiyo wao kushinda kwa mashabiki kwao ni faida na ni furaha kwa sababu wanaowasema siku zote vibaya leo wao ndo wanawasema. So nafikiri ni mchezo mzuri na nafikiri ni kitu kizuri na ni mwendelezo. Kama watafanya hivi inaweza ikaleta tija na tukaona masponsa wengi sana, watu wakavuta mpunga pale. Unajua watu Tobias walikuwa wanamchukulia poa. Jana kuna clip moja nilipost nikasema huyu winga teleza inabidi wamwangalie na wamlinde sana kwa sababu Tobias anaweza kaondoka kuanzia goli hadi goli na hakuna wa kumzuia. Nikawa naangalia mabeki wao, nikamwangalia Godi Yanga, Kitambi, nikaanza kuangalia watu. Nikasema Tobias akiwepo ndani anapiga sana free kick. Yule jamaa amecheza mpira kwa level nyingi sana. Ingawa tu kwenye Premier ndo hajacheza. Kwa hiyo uwepo wake uwanjani alifanya timu kidogo ikawa ina balance, lakini pia hata uelewano ulikuwa mkubwa kwa sababu kama uliona kuna namna ambavyo alikuwa anaituliza timu. Kuna muda papara zikiwa nyingi anamwambia calm, na unaona namna ambavyo pasi zinapigwa, mipira inafika mbele. Vingine kwa vimbwanga tu vya kina Mzalamo, unajua pamoja na mwili mkubwa lakini jamaa basics za football zipo. Chachi zake na namna ambavyo anagusa anaachia, hataki kujichosha mzee wa watu na kitambi chake. So ilikuwa ni burudani of course. Nawapongeza wote, nawapongeza Simba, nawapongeza Yanga kwa sababu ni ubunifu mkubwa na hii inaleta hamasa kwamba sasa hapa hakuna wadui. Nje ya football kuna urafiki, kuna ushikaji, kuna undugu. Sasa siku zote tuweza kuona undugu tu akisaidiana wakiwa barabarani, lakini leo tumeona ule wa live wamecheza mpira umeisha, ingawa huku mwisho vurugu zikaibuka kwa sababu anataka kumaliza mechi mapema. Kuna muda waliitana nje na Ahmed Ally, kama uliona Ali kama alikuwa na mind kwamba baadhi ya wachezaji ni mamluki. Sasa Ahmed Ally anamwambia tukuonyeshe kadi zao. Ali hana kithibitisho. So kilichotokea ni kwamba alikuwa anataka mechi ishe mara baada ya kuona yule goalkeeper mzungu. Yule jamaa hatari. Kuna timu itamsajili yule jamaa. Yule. Sidirisha dogo kesho kutwa. Sidirisha dogo kesho. Kaka, jamaa yupo. Ukiachana na mwili wake mkubwa lakini jamaa anajua kudaka, ana punch alafu anadaka alafu anatulia. Kwanza mimi nilipoona sura nyeupe nikasema huyu mweupe huyu hata kama hajawahi kufanya mazoezi. Huyu mpira upo. Tukio hili ambalo amelionyesha Young Africans pengine imeonekana ni tukio la fedheha kwa kiasi kikubwa. Kipi? Ili tukio la mechi kuisha kabla ya dakika kutimia. Kurusha chupa uwanjani. Mashabiki wa Yanga of course wanaga uvumilivu. Huo ni ukweli. Yaani haijalishi kwamba wamefungwa na nani. Wao walifikiria kwamba wanacheza Simba na Yanga ile yenyewe. Kumbe walikuwa wanacheza kina Mzalamo tu basi na Mungu, walikuwa wanacheza na timu tu ya kawaida vijana wenzao, lakini wanaonyesha utovu wa nidhamu kwa sababu hawajakanywa, lakini pia hawapati malezi yaliyo bora. Hawapati watu ambao wanaweza kuwasina kuwaelekeza. Unajua mashabiki wa Yanga wanawapanda hadi viongozi wao kichwani. Yaani mashabiki wa Yanga wanaweza wakazungumza chochote na viongozi wao wakawasikiliza. Lakini mashabiki wa Simba wana uvumilivu, alafu pia wana utulivu. Sasa ile kurusha chupa ni kuonyesha jazba na ghadhabu. Unajua hawajawahi kufungwa. Kwa upande wa timu kama timu Simba na Yanga, Simba amefungwa mara 6 mfululizo, sio? Kwa hiyo leo kufungwa kwao wanaona kwamba sasa utani unageuka. Wanaanza kuchekwa mtaani na vitu kama hivyo. Kwa sababu leo sasa hakuna mtu wa kuwasaidia. Unajua siku zote ilikuwa ni kwamba ukifungwa mashabiki wao kwa wao ndio wanavutana. Sasa leo mashabiki wamefungwa mdomo. Hakuna. Sasa labda wasaidiwe sasa na nani? Na wachezaji. Wachezaji ndio waanze kuhojiwa, waanze kulia kama ambao walikuwa wanalia wao, sio?
Sasa ile inawauma kwamba tutawaambia nini watu, tutawaambia nini wake zetu, tutawaambia nini wachumba zetu. Watu leo wametoka huko unajua wameaga vizuri, mama tunarudi baadaye. Lakini sasa wamefungwa midomo kwa walipata hasira na vitu kama hivyo. All in all nafikiri ni mwanzo mzuri. Kama hiki kitu itaendelea itakuwa na taswira bora sana na naamini kwamba pia uwekezaji utakuwa mkubwa, watu watatia sana pesa kwa sababu inaleta mvuto. Tumeona leo ladha tofauti, tumeona Kingamuzi ameenda pale amefanya kazi yake. Lakini goli la Dr. Mohamed Hamisi hamjaniuliza bwana. Nimekukosha. Mbona hamjaniuliza? Kuja huko. Dr. Mohamed Hamisi aliwaambia nitawafunga. Alisema kabisa. Alisema mapema nitawafunga, watu wakawa na mchukulia poa. Yule jamaa wake anafanya mazoezi pale Sinza Star pale. Ana basic za mpira. Anachokosa yeye kidogo ni mazoezi, utimamu wa mwili, lakini ni mmoja wa wachezaji wazuri. Inaonyesha Simba kuna mashabiki ambao wanajua mpira. Wanaweza kawa wanaongea mpira uwanjani, lakini pia hata miguuni pia mpira upo. Tofauti kidogo na mashabiki wa Yanga. Sababu leo Yanga wameambiwa kwamba ninyi mnaweza kupiga kelele kwamba hatuchezi, mnaweza mkavutana, lakini tukija kwenye mpira wanafungwa vizuri tu kwa sababu mpigwa goli mbili wameshindwa kurudisha. Mwisho wa siku wanaleta vurugu, mwishoni wanataka game ishe vibaya, sio? So kwangu mashabiki wa Simba kuna kitu cha tofauti wanacho na wanapaswa kupongezwa. Ni kama mwanzo mzuri kwa Simba, wametambulisha kocha mpya, uongozi ulitoka hadharani na kuzungumza kwamba wako sawa. Leo hii mashabiki wanashinda. Kwanza kwenye ligi ni tofauti na hiki ambacho kimefanyika, ingawa furaha huwa inaanza kwa sababu mashabiki ndio waga wanatibuana, wanabagazana wao wenyewe, waga wanabanangana na wanabagazana. Sasa wamemtambulisha Steven Becker, moja ya kocha bora sana, watu hawafahamu bora wake, lakini moja wa kocha mzuri sana. Hii ni furaha kwao kwa sababu wanaanza vizuri, wanamzima kidogo mtani kwa upande wa mashabiki, kidogo wanapunguza pressure. Lakini kingine ni kwamba kocha yule anaona kwamba sasa hata mashabiki mpira wanaujua. Kwa hiyo sio tu kwamba wanazomea, lakini hata kwenda kuchambua pia wako vizuri. Lakini Steven Becker atakuwa na faida kwa sababu kuna michuano ya Mapinduzi inaanza mapema. Ataenda kuwaona wachezaji na Simba wako kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi, Yanga wako kule. Yanga wana wachezaji wengi sana ambao pia wapo kwenye Kombe la Mapinduzi. Simba pia wana wachezaji wengi sana ambao wako kina Mpanzu, lakini kwa Yanga kuna Pakome, unaona bana, kina Msheri, wengi sana, kina Maxim pia Zengeli. Ukiangalia ile squad ya Yanga 90% ipo pale Mapinduzi kuliko Simba. Simba wachezaji wao wengi wameenda kimataifa kwenye michuano ya AFCON. Lakini Yanga wana wachezaji wao wachache wameenda kwenye timu ya taifa, lakini wengine pia wameenda kwenye mataifa yao. So nafikiri itakuwa ni mwanzo mzuri pia kwenye Kombe la Mapinduzi kuona kwamba nani ambaye msimu ana direction nzuri ya kwenda kuchukua ubingwa. Kwa sababu ukicheza vizuri kwenye michuano ya Mapinduzi ukichukua kombe inaleta taswira nzuri kwa sababu pia mtani wako yuko kule. Lakini kingine itampa faida kocha Steven Becker kuona wachezaji wake, kujua namna gani ana inject mifumo yake kabla Januari haijafika kwenda kwenye michuano ya CAF dhidi ya Esperance Sportive de Tunis, lakini pia ile ya tarehe 30 katika uwanja wa Mkapa. So ni muda mzuri wa kusoma kikosi chao. Lakini pia mashabiki wa Simba sasa wale ambao walikuwa wanakaa nyumbani naona sasa wataanza kwenda uwanjani kwa sababu wanajua kwamba tumemzima mtani kwa muda, hawazungumzi. Kwa hiyo hakuna tena, unajua nini? Hakuna comeback kwa sababu hii comeback package itokee tena. Kwa hiyo mashabiki wa Simba watatamba, mwaka unaisha, watatamba inawezekana mwakani tena. Na muda wote tokea mapumziko kufungwa kwa Yanga. Pengine leo hii nasema kwamba tukifungwa inakuwa mara 7 mfululizo. Ingekuwa baya, na niliandika kwamba wakifungwa wanaweza wakalia sana kwa sababu wanafungwa ile timu ile kabisa alafu wanafungwa kwa mashabiki. Kwa hiyo wao kushinda kwa mashabiki kwao ni faida na ni furaha kwa sababu wanaowasema siku zote vibaya leo wao ndo wanawasema. So nafikiri ni mchezo mzuri na nafikiri ni kitu kizuri na ni mwendelezo. Kama atafanya hivi inaweza ikaleta tija na tukaona masponsa wengi sana, watu wakavuta mpunga pale. Na nitegemea leo mara baada ya mechi ungekuwa na after party, watu wangearuka majoka hadi asubuhi. Kwa hiyo wangeruka. Bwana njoo bwana. Njoo ndugu yangu. Bwana Vasco. Huyu jamaa amemind huyu. Nataka kuelewa. Bwana asante.